Tarehe 18 Machi 2026 na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo kwa nami Penda Garton. Mwenyekiti wa Tume ya Rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi Balozi Ombeni Sefue amebainisha kuwa urasimishaji wa biashara nchini umekuwa adhabu badala ya fursa, akisema kuwa mifumo ya kodi lazima ibadilike ili kuendana na kasi ya teknolojia na kuondoa usumbufu kwa walipa kodi wadogo. Akiwasilisha ripoti hiyo mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan leo Machi 18 Ikulu jijini Dar es Salaam, Balozi Sefue amefichua kuwa wafanyabiashara wengi waliorasimisha biashara zao wanajuta kwa sababu ya kudaiwa kodi na tozo nyingi hata kabla hawajazalisha faida. 4. Mheshimiwa Rais, bado hakuna utaratibu kamilifu jumuishi. Sisi tunapenda kusema 360 degrees. Hakuna utaratibu kamilifu na jumuishi wa kuwatambua, kuwalea na kuwakuza wajasiriamali wadogo na wote wanaoanza biashara mpya. Jambo hili ni kilio kikubwa sana cha wananchi kote tulikopita na hasa vijana kwa siku nyingi. Jambo hili liko kwenye matamko mengi ya Chama cha Mapinduzi na serikali. Lakini kwenye hili Mheshimiwa Rais, kauli si mali. Tujiulize ni kwa nini bado wananchi wanalalamika. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wenzangu tunakuomba sana, usije ukamaliza muda wako wa uongozi bila kuwaachia Watanzania mfumo timilifu, kamilifu, jumuishi 360 degrees wa ecosystem ya kuwatambua, kuwalea na kuwakuza wajasiriamali wadogo wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ukifanikiwa, ajenda ya uchumi shirikishi itatimia na hawa watakuwa na mchango mkubwa sana katika mapato ya taifa huko tuendako. Ukifanikiwa Mheshimiwa Rais, vijana wa Tanzania watakukumbuka daima na tumekuandalia mapendekezo. 5. Mheshimiwa Rais, ukusanyaji wa mapato ya kodi ikilinganishwa na ukubwa wa uchumi na ukuaji wake bado uko chini ya wastani wa 16% kwa nchi za SADC na chini ya lengo linalotakiwa la zaidi ya 20% ili kufikia malengo ya dira ya maendeleo 2050. 6. Wigo wa kodi na walipa kodi bado ni mdogo. Kwa hiyo wachache walio katika mfumo rasmi hubeba mzigo mkubwa wa kodi na kuacha wengine wengi wenye shughuli za kuingiza vipato walio kwenye mfumo usio rasmi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa mapendekezo ya tume iliyoundwa ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi yanasisitiza kuwepo kwa utulivu katika ulipaji wa kodi kwa wafanyabiashara nchini. Ameeleza kuwa tume hiyo inapendekeza sera za kodi ziwe thabiti, zitakazotekelezeka na zenye tafsiri moja ya kisheria inayoeleweka kwa pande zote. Sio sheria ambazo mfanyabiashara kikisoma kifungu hicho anauelewa tofauti na mkusanyaji wa mapato akisoma kifungu hicho anauelewa tofauti. Lakini tuwe na sheria ambazo kifungu kinachosema kisimame hivyo na kiwe hivyo kwa mfanyabiashara na mkusanyaji wa kodi. Lakini kwa upande mwingine sera zetu au kodi zetu ziwe neutral, hazikandamizi watu, hazipendelei watu. Ziwe neutral, fanye biashara, alipe kodi, serikali ikusanye mapato, tuendelee kufanya kazi zetu. Na zisiumize wale ambao wanajinaniki uchumi, lakini kodi ambazo zinakuza biashara na zinakuza mapato nchini. Lakini jengine zitutoshe, tuendelee kuongeza wigo wetu wa ukusanyaji. Kamati ya kudumu ya Bunge ya TAMISEMI inayofanya ziara maalum ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika jiji la Arusha, ikiwa ni sehemu ya jukumu lake la kusimamia na kufuatilia matumizi sahihi ya rasilimali za umma pamoja na maendeleo ya miradi ya kimkakati nchini. Katika ziara hiyo, kamati hiyo imepata fursa ya kutembelea na kukagua miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa soko la Kilombero, soko la Morombo, ujenzi wa stendi kuu ya mabasi ya kisasa pamoja na mradi mkubwa wa Bondeni City unaolenga kuboresha miundombinu na huduma za kijamii kwa wakazi wa jiji hilo. Niombe kuchukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuamini nyie viongozi katika upande wa utendaji kazi na akaleta fedha ambazo mnazisimamia vizuri na tunaziona kwa matendo. Tunaamini kwamba ndani ya miezi 6 ijayo
kama Mheshimiwa Waziri ulivyosema, tutaendelea kupitia miradi hii kukagua. Lakini niseme Mheshimiwa Waziri, kwa Arusha kwa leo, katika hatua hizo tumeona mradi wa kwanza uko 65%, mwingine 54, mwingine 74, umeseti standard nzuri za miradi ya tactic katika maeneo mengine. Kama wajumbe walivyotoa pongezi, na mimi kwa niaba yao pia naungana nao kutoa pongezi za dhati kwa miradi mizuri ndani ya jiji la Arusha. Na Mheshimiwa Waziri, labda niseme kidogo, sishangai ni kwa nini. Kwa sababu historia ya viongozi wetu hawa ambao wengi tumefanya kazi pamoja inajieleza. Ndugu yangu John Kayombo tumekuwa wakurugenzi wote, ila ndugu yangu yeye kwa weledi wake yeye huwa anapewa majiji makubwa ndiye anayaweza. Sisi wakati tunahangaika na halmashauri za wilaya kwenye mazao, yeye huwa ni mzee wa majiji, na kila jiji alilopita ameacha alama nzuri. Kwa hiyo tuna imani sana mkurugenzi, na hii inajidhihirisha tangu umekuja hapa, tunaona mabadiliko makubwa. Inawezekana huko nyuma kulikuwa na malalamiko, lakini mka streamline kuweka kwenye utaratibu mzuri wa kiserikali kwa kushirikiana na Mheshimiwa Rais wetu. Kwa hiyo tunaamini Kayombo kazi itakwenda vizuri, na kama ambavyo tumezikuta kwenye site. Kwa miradi ya leo, tumpongeze huyu mkandarasi wetu kwa capacity ilipo. Yani wewe kila sehemu serikali unaidai, lakini miradi ya kiwango kizuri. Tunategemea ufanisi huo uendelee, na huo muda ulioomba na wenzetu wakaona ni justifiable kupewa muda wa nyongeza, basi utumie vizuri ili ndani ya miezi 6 ukamilishe mradi wetu, na rais wetu wananchi waone miradi hiyo inaenda kuleta mabadiliko ya kiuchumi katika maeneo yetu. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linawashikilia watuhumiwa 2 kati ya 6 wanaotuhumiwa kutekeleza matukio mbalimbali ya uvamizi na upigaji wa nondo na kupora mali za wananchi jijini Mbeya. Mbele ya waandishi wa habari jijini Mbeya, kamanda wa polisi mkoani humo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga amesema watuhumiwa hao 2 wamekamatwa baada ya kuokolewa mbele ya wananchi wenye hasira kali waliokuwa wamevamia na kuwashambulia kwa silaha za jadi, wakati wengine 4 wamefariki dunia kwa kipigo hicho cha wananchi. Watu wanaodaiwa kuwa ni wahalifu wanaojihusisha na matukio ya uporaji na upigaji nondo majira ya usiku, ambao walikuwa wamejificha ndani ya nyumba mojawapo iliyoko katika eneo hilo la Uyole. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kikosi maalum cha kuzuia na kupambana na matukio ya uhalifu walifika eneo hilo na kukuta kundi la wananchi wakiwashambulia watuhumiwa hao kwa kutumia mawe pamoja na silaha za jadi. Kwa hiyo katika juhudi za kuwaokoa watuhumiwa hao, wananchi walianza kuwarushia askari mawe ili wasiwafikie au wahalifu kwa ajili ya kuwaokoa, lakini kutokana na umahiri uliopo katika kushughulikia makosa haya, askari wetu waliweza kufanikiwa kuwaokoa jumla ya watuhumiwa 6 kutoka mikononi mwa hao wananchi waliokuwa na hasira. Na katika kuwaokoa waliweza kuwakimbiza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kupata matibabu, kwa sababu kwa kipindi hicho walikuwa wamejeruhiwa sehemu mbalimbali za miili yao. Kwa hiyo wakati wanafikishwa hospitalini, kati ya wale watuhumiwa 6 waliokamatwa au waliookolewa kutoka kwenye kundi la wananchi, 4 walifariki dunia wakiwa wanapatiwa matibabu katika hospitali hiyo ya rufaa. Na waliofariki wakiwa wanapatiwa matibabu ni Eric Nasoro maarufu Eric Mandampo, huyu ana umri wa miaka 20, ni mkazi wa Uyole. Wa pili ni Meshaki Joseph, jina maarufu ni Scofield, huyu naye ana umri wa miaka 20, naye ni mkazi wa Uyole. Wa tatu ni Abdalla Goliamu, naye jina lake maarufu anaitwa Dula, na umri wa miaka 20, na ni mkazi wa Sakarani. Na wanne ni Asajile Isaac mwenye umri wa miaka 25, ni mkazi wa Sokoni Kingani. Aidha, watuhumiwa wengine 2 waliokuwa wamepata majeraha kipindi hicho waliookolewa kutokana na majeraha madogo waliokuwa nayo walitibiwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini, ambao ni Raksi Hamisi mwenye umri wa miaka 23 na Pasco Aroni mwenye umri wa miaka 32.
Wote hawa ni wakazi wa Uyole ambao kwa sasa wanaendelea kushikiliwa na kuhojiwa na kikosi maalum cha askari kwa ajili ya kupata ushahidi muhimu ambao utawaunganisha na baadaye waweze kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kujibu tuhuma hizi ambazo tumezitaja za kuvamia watu na kuwapiga nondo, wakata mapanga na kufanya uvunjaji na kuiba mali zao. Kwa hiyo katika mahojiano ya awali na watuhumiwa hawa ambao wamenusurika, ambao tunasema tunao katika vituo vyetu vya polisi, walionusurika kuuawa na wananchi, wanakiri kuhusika katika matukio kadhaa ya uhalifu yaliyotokea katika mkoa wetu wa Mbeya na jiji la Mbeya kwa ujumla, na wametaja matukio hayo na wameonyesha maeneo ambako walikwenda kufanya uhalifu huo wakiwa na wenzao ambao tayari wamekwisha fariki sasa, na wametaja kwamba walihusika katika matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, matukio ya mauaji na uvunjaji, pamoja na kujeruhi baadhi ya wananchi ambao wako hospitalini, wengine wanaendelea kupata matibabu, lakini wengine wamekwisha ruhusiwa na wanaendelea na matibabu ili kupata nafuu ya majeraha ambayo waliyapata. Nilivamiwa nikiwa nimelala nyumbani, jamaa wakaiba baadhi ya vitu na kunijeruhi. Nashukuru Mungu naendelea vizuri. Jeshi la polisi na yenyewe limefanya kazi yake vizuri. Leo nimeitwa kuja kuangalia baadhi ya mali zilizopatikana. Baadhi nimeviona ni vile, na sina mengi zaidi ya kulishukuru jeshi la polisi na ushirikiano wao. Kutoka kama nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ghafla tu nikakuta kuna vijana watatu mbele yangu, kati mimi tu ananiona nazungumza habari ya mpira kwanza. Walivyoona tu mawele kwanza, mechi ya leo, sasa nikajua kwa sababu kuna mpira, ngoja basi na wenyewe, kwa sababu napita basi akili yote ikawa imekushama kwamba kuna vibaka. Nikaona na hao wametoka kuangalia mpira, acha tumepishana. Yaani hata sekunde sikuchukua ndani ya dakika, yaani tumepishana mmoja tu katika wale watatu, tumepishana mmoja tu. Nikashangaa niko chini. Maana naona navuja damu, kurushana nao dakika 2-3 hawakuzungumza lolote. Baada ya kuona uniform wakachukua tu simu, nilikuwa na simu 2, nilikuwa na kiasi kidogo cha pesa cha nauli. Basi wakaniacha kwa sababu ni nyumbani hapo jirani, kama dakika moja tu nikana jitahidi damu navuja tu damu. Kufika tu nyumbani dakika moja tu nikagonga tu mlango, nikaambia wewe vipi tena hali yako? Nikaambia bwana kuna hiki na kimenitokea. Mara fahamu zikaniishia. Wakachukua tu bima ya afya, tulikuwa tunaondoka moja kwa moja, tulikuwa tunaelekea Maranatha hospitali. Mimi hali halisi ni kwamba mtoto wangu ameuliwa katika hili siku ambaye alikuwa ameuawa nyumbani kwake. Nilimpa nyumba, mimi naishi nyumba nyingine, mimi na ICS yuko sai. Ameuawa, tumemzika jana. Derek David Mponzi. Kwa hiyo sasa hivi nina wajukuu tu. Huyu mtoto mjukuu wangu. Lakini babake tumemzika kushinda jana. Kwa hiyo ni hali halisi, nimekuja hapa nikiwa nachechemea kwa sababu bado sina nguvu ya kunani. Lakini naomba msaada wa serikali ifanye kazi kama inavyostahili ili hatimaye tuwe katika nchi ya amani. Nchi ya amani, lakini kama tukiacha ende hivi haitakuwa na amani. Kwa hiyo niwaombe wazazi, narudia tena, niwaombe wazazi tuwalee katika maadili watoto wetu. Pia wewe na mimi ndio wasimamizi wazuri wa maeneo yetu. Zamani kwenye magari walikuwa wanaandika abiria chunga mzigo wako. Kwa hiyo matukio haya yanapotokea mbali, maana kujua na kwako litakufikia. Kwa hiyo naomba utoe ushirikiano mzuri, mwananchi yoyote utoe ushirikiano mzuri, aidha kwa jeshi la polisi, aidha kwetu sisi kama viongozi wa serikali ya mtaa. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo imeridhishwa na miradi ya serikali inayoendelea kujengwa katika Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS Mloganzila, na kukamilika kwake kutaleta mapinduzi makubwa ya tiba nchini kwa kuwa na elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi na maendeleo endelevu ya taifa. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Husna Sekiboko wakati akifanya ziara kutembelea miradi mbalimbali na
waliojionea utekelezaji wake katika chuo hicho kilichopo Mloganzila. Maeneo mengi tumeona ujenzi huko mbele kwa asilimia zaidi ya 10 kuliko ule mkataba unavyosema. Mkataba unasema ujenzi unatakiwa tunavyozungumza sasa labda uwe kwenye asilimia 60-65, lakini tunakuta wenzetu wameshakwenda asilimia 70 mpaka 80. Kwa hili ni jambo ambalo kwa kweli chuo kikuu cha udaktari hapa Muhimbili wanapaswa kupigiwa mfano, na kwa kweli tumewaomba wenzetu watupe mbinu walizotumia ili tunavyokutana na wengine ambao miradi yao iko nyuma tuweze tuwashauri namna ya kupiga hatua katika miradi yao. Mradi huu unaenda kuleta tija kubwa kwa taifa, unaleta tija kubwa kwa sababu sasa udahili wa wanafunzi utaongezeka, lakini maeneo ya kujifunzia pia yataongezeka. Nafahamu MUHAS iko pale Chokucha, iko hospitali ya Muhimbili kule mjini. Ukiangalia ile eneo pande zote limeshazungukwa na ujenzi wa nyumba mbalimbali, makazi, biashara na kadhalika. Lakini MUHAS hapa eneo hili ni kubwa. Nimeambiwa kuna hekari hapa takriban 1000 au zaidi. Jambo ambalo hata upanuzi wa chuo hiki hata kwa matumizi ya baadaye itakuwa ni jambo jema sana. Ukizingatia nchi yetu idadi ya watu inakuwa kila siku. Kwa ratio ile ya daktari na watu wanaowahudumia bado kwetu kama taifa iko chini, lakini tukiendelea kupanua vyuo vinavyohusika na kuandaa madaktari kwa namna hii, maana yake huko tunako kwenda tunaweza tukapunguza ile gap ya ratio ya daktari na wagonjwa, na mwisho wa siku tukawa na nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuhudumia nchi yetu. Kwa kampasi ya Mloganzila kuna takriban jumla ya shilingi bilioni 77 ambazo zinatumika hapa. Kuna fedha nyingine takriban bilioni 38 ambazo zinatumika katika kampasi ya kule Kigoma, na ujenzi unaenda vizuri sana. Sasa swala muhimu sana na kubwa ni kwamba hapa Mloganzila pataibuka mji wa kitaaluma wa utabibu. Itakuwa na academic health center city ambapo kutakuwa na vituo vingi vya umahiri. Jengo hili tulilosimama hapa ni kituo cha umahiri cha Afrika Mashariki kuhusu masuala ya ugonjwa wa moyo na mishipa ya damu. Jengo hili limeshakamilika, lakini tayari kuna dola milioni 83 ambazo serikali imeshatenga kwa ajili ya kujenga hospitali itakayounganishwa na jengo hili hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii ni senta nzuri zaidi hapa nchini Afrika Mashariki, na moja kati ya senta nzuri sana Afrika katika masuala ya sayansi na tiba ya moyo na magonjwa ya damu. Kwa sababu kama ambavyo mmesikia, mradi huu awamu ya kwanza tayari chuo kinaendelea kupanuka, lakini tutakuwa na centers of excellence au center za umahiri katika wilaya yetu. Maana yake ni kwamba idadi kubwa ya watu itaongezeka watakao kuwa wanakuja kuhudumiwa katika eneo hili. Lakini pia vile vile tafsiri yake ni kwamba ajira zaidi zitatengenezwa katika wilaya yetu, hata kama ni watu wanaotoka nje ya wilaya, lakini maana yake wataajiriwa ndani ya wilaya. Wale wote watakao kuwa wameajiriwa hapa, maana yake huduma zao za msingi zitapatikana ndani ya wilaya. Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa habari. Sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kutenga muda wako wa thamani kutazama taarifa hizi za habari siku ya leo. Asante pia wewe ambao unaendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, mtandao wa X, lakini pia pale YouTube ambao unaendelea kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Kwa niaba ya timu nzima ulikopo na Mipenda Garden, nikutakia siku ile njema na bye kwa sasa.